Asante. Kwa majina naitwa Engineer Gerutu Bosinge. Mimi ni mhadhiri msaidizi, lakini pia ni msimamizi wa karakana ya kufunga magari gesi, Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam. Nichukue nafasi au fursa hii kuwakaribisha Watanzania, lakini na watu wote wanaotembelea maonyesho haya ya Sabasaba ya mwaka 2026. Kama ada ilivyo, Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam imekuwa ikionyesha na ikileta teknolojia mbalimbali ndani ya maonyesho ya kuwaonyesha Watanzania taasisi inafanya nini kwenye jumuiya zetu. Kimsingi moja ya teknolojia ambayo tumekuja nayo mwaka huu ni matumizi ya gesi asilia kwenye magari. Niwakaribishe Watanzania waje wafunge magari yao watumie gesi asilia. Moja ya jambo la msingi na la muhimu kwenye matumizi ya gesi asilia kwenye gari ni kupunguza gharama ya matumizi ya mafuta. Kwa mfano, gari hii unayoiona mbele yako ni gari inayotumia gesi. Gari hii imefungwa mtungi wa kilo 11. Mtungi wa kilo 11 unaujaza kwa shilingi 17,000. Kwa shilingi 17,000 unaweza ukatembea kilomita 200. Maana yake ni kutoka Dar es Salaam kwenda Morogoro. Unaweza ukaona ni tofauti na ukiwa unatumia petroli ambayo shilingi 17,000 kwa bei ya sasa huwezi kuweka zaidi ya lita 4, ambayo huwezi kutembea zaidi ya kilomita 50 kwa gari kama hii. Hiyo kimsingi matumizi ya gesi asilia inaokoa gharama hadi asilimia 70. Niwakaribishe Watanzania waje watumie gesi asilia. Kwa hiyo hii gari unaweza ukaona hapa kuna mtungi. Mtungi huu kama nilivyosema, mtungi huu ni wa kilo 11. Ukijaza huu mtungi unatembea zaidi ya kilomita 200 na unaujaza kwa shilingi 17,000. Lakini kingine cha msingi, gari kama hii ukifunga gesi asilia haimaanishi mfumo wa petroli umeuondoa. Mfumo wa petroli wa awali wa gari unabaki pale pale. Unachokifanya ni kwamba unakuwa una switch pale mbele kwenye gari. Tumekuwekea switch ambayo unaweza ukaswitch aidha kutumia gesi au kutumia petroli, lakini kwa sababu gesi bei yake ni rahisi, maana yake huwa tunawashauri watu wanaofunga mfumo muda wote aweze kutumia gesi. Kwa hiyo na switch yenyewe iko hapa. Kwa hiyo ukiwasha gari yako unaona switch inawaka. Hiyo switch ndio ambayo inakusaidia switch aidha kutumia gesi au kutumia mafuta. Ukiwasha inatumia gesi, ukizima inatumia petroli. Lakini hapa mbele kuna vifaa vichache ambavyo tunakuwa tunaviongeza. Hivi vifaa ndivyo vinavyosaidia gari yako iweze kutumia gesi. Kuna kifaa kama hiki ambacho hii hapa ndio sehemu ya kujazia gesi. Ukienda kwenye kituo cha kujaza gesi, anaingiza hapo, anajaza gesi moja kwa moja inaenda nyuma kwenye mtungi. Lakini kuna kifaa hicho ambacho ni reducer ambacho kinasaidia kupunguza pressure ya gesi. Hii gesi inakaa kwenye baa 200. Sasa baa 200 haiwezi kuingia kwenye engine, huwa tunapunguza ile pressure yake. Kwa hiyo tunaipunguza kutoka baa 200 mpaka baa 3 ndio inayoingia kwenye engine, na inasaidia na inarahisisha gari kuweza kutumia gesi bila tatizo. Mimi niwaambie Watanzania na watu wote waliotembelea Sabasaba ya mwaka 2026, Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam imeshafanya kazi hii kwa umahiri, na teknolojia hii sasa tunajiamini kwamba tunaweza kuifanya kwa umahiri. Niwaombe waje wafunge magari yao watumie gesi asilia, waokoe gharama ya matumizi ya mafuta. Gesi hii kuachana inaokoa gharama ya matumizi, lakini pia ni gesi, ni nishati safi, kama ambavyo viongozi wetu wa kitaifa wamekuwa wakisema. Muda ni wa kutumia nishati safi kwenye vyombo vya moto, nishati safi kwenye kupikia na sehemu zingine. Sisi DIT tunawaambia tumia nishati safi kwenye gari yako, ambayo ni gesi asilia. Ni nishati ya nyumbani kwetu, inatoka Mtwara imekuja Dar es Salaam, na sasa mipango ya serikali kama tunavyosikia ni kuipeleka nchi nzima iweze kutumika na Watanzania wote waweze kupata manufaa ya gesi asilia. Tumia gesi asilia kwenye gari, okoa gharama.